Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutokea ndani ya klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea katika msimu ujao, yani msimu wa mwaka 2025-2026, ambapo klabu ya soka Yanga Sports Club wamedhamiria kufanya mambo makubwa, hususan katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Yanga wanaamini kwa ukubwa wao wanastahili kufanya mambo makubwa barani Afrika. Sasa fahamu, kwa mujibu wa taarifa iliyopo ndani ya kosi ya Yanga ni kwamba kuelekea katika dirisha kubwa la usajili, klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kufanya usajili wa wachezaji 6, mmoja akiwa ni kiungo mkabaji, mwingine akiwa ni kiungo mchezeshaji, sambamba na mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo Simba wataingia katika dirisha kubwa la usajili kwa ajili. Kwa hiyo tunaona klabu ya soka Yanga Sports Club wataingia katika dirisha kubwa la usajili wakienda kusaka saini za wachezaji 6. Sasa ukiachana na saini za wachezaji, basi klabu ya soka Yanga vile vile wamedhamiria kuliboresha benchi la ufundi ambalo kwa sasa linaongozwa na kocha kutokea katika nchi ya Algeria. Hapa tukienda kumuongelea Miloud Hamdi mwenye umri wa miaka 53. Fahamu, kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kuripotiwa na vyanzo mbalimbali ni kwamba tayari klabu ya soka Yanga Sports Club na upande wa kocha Miloud Hamdi wameweza kuagana rasmi kwamba ifikapo mwishoni mwa msimu kocha Miloud Hamdi atakwenda kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Taarifa za ndani, Yanga wanamuona ni kocha mzuri, lakini wanaenda katika mechi kubwa za kimataifa. Kwa hiyo wanataka kuwa na kocha mkali, kocha ambaye atakuwa na mbinu kali za kuweza kukinoa kikosi cha timu ya soka Yanga Sports Club, na kikosi hicho atakwenda nacho pre-season. Kumbukwe Miloud Hamdi ni kocha ambaye pia amekufundisha vilabu kama USM Alger kutokea nchini Algeria, klabu ya soka ya RS Berkane kutokea nchini Morocco, klabu ya soka ya CS Constantine kutokea pale nchini kwao Algeria, JS Kabylie kutokea pale nchini kwao Algeria, bila kusahau mnamo mwezi wa 12 2024 aliweza kutambulishwa na klabu ya soka ya Singida Black Stars, lakini klabu ya soka Yanga Sports Club wakaweza kuwapokonya tonge mdomoni Singida Black Stars, na mwezi wa pili klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakaweza kumtambulisha rasmi kocha Miloud Hamdi akitokea katika klabu ya soka ya Singida Black Stars. Sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka katika chanzo cha ndani ya klabu ya soka Yanga kuhusiana na kocha Miloud Hamdi kuondoka, inasemaje? Inasema hivi: kocha Miloud Hamdi sio kocha mbaya, lakini uongozi unaona msimu ujao tuwe na kocha mwingine ambaye ataibadilisha zaidi timu kiuchezaji na kufanya makubwa kimataifa. Kile alichokifanya Hamdi hadi sasa ndani ya timu kinabaki kama kumbukumbu na tunatambua mchango wake, kilisema chanzo kutoka ndani ya klabu ya soka Yanga Sports Club, wakiamini kwamba Yanga wanahitaji kupata kocha mwingine, kocha ambaye atakwenda kukinoa kikosi cha Yanga na kuweza kukifanya kuwa tishio zaidi barani Afrika. Kwa hiyo kwa upande mwingine Young Africans, kwa mujibu wa taarifa, ni kwamba watakwenda kusaka kocha mwingine, kocha ambaye atakuwa na dira kubwa kwa ajili ya kuifanya klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kutwaa makombe barani Afrika. Lakini taarifa za ndani kabisa, kocha Miloud Hamdi naye pia ameweza kuthibitisha na kusema kwamba tayari kila kitu kimeshaamuliwa. Kwa hiyo yeye hana mujibu ama hana wajibu wa kufuata kile ambacho wameweza kubaliana. Kwa hiyo yupo tayari kuondoka katika klabu ya soka Yanga Sports Club, akiamini ni miongoni mwa klabu bora ambao nayo pia imeweza kupita katika kari yake ama ameweza kupita kuifundisha. Kwa hiyo anajivunia pia kuwa sehemu ya familia ya wananchi, lakini anajivunia zaidi kama atalibeba kombe la ligi kuu ya NBC na kuweza kuacha alama. Ikumbukwe kocha anofahamika kwa jina la Miloud Hamdi, staili yake ya uchezaji, yeye anajilipua, yani yuko razi, hapendi kuona timu ikiwa inazuia, bali anapenda kuwa na timu ambayo inashambulia kila wakati. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine, tunaona labda viongozi wa klabu ya soka Yanga hawajaridhishwa na kocha huyu, kwa hiyo ndio maana wameweza kumfungashia virago mwishoni mwa msimu. Na kama ni mdau wa Yanga, taarifa za kocha Miloud Hamdi kuondoka ndani ya kikosi cha Yanga mwishoni mwa msimu, je, wewe unaziunga mkono kwa asilimia ngapi? Je, Yanga waendelee kumpa muda ama wampe mkono wa kwaheri? Toa maoni katika comment na tutakuja kuyasoma.